Katika wakati tunaoishi, Bwana amewaita watu wake na amewapa ujumbe wa kubeba. Amewaita ili kufitua uovu wa kuasi, ambaye ameifanya sheria ya Jumapili kwa mamlaka ya pekee, ambaye amefikiria kubadili majira na sheria. We're bringing back religion in our country, and we're bringing it back quickly and strongly. Because for America to be a great nation, we must always be one nation under God, a phrase that they would like to get rid of, the radical left. You know, they say separation. They say separation between church and state, they told me. I said, all right, let's forget about that for one time. We said, really, the separation? I don't know. Is that a good thing or a bad thing? I'm not sure. But whether there's separation or not, you guys are in the White House where you should be. And you're representing our country, and we're bringing religion back to our country, and it's a big deal. Karibuni tena watu wa Mungu katika channel hii ya Bible Truth Prophets Minister, tunapokwenda kutazama tena ukweli mwingine wa leo ambao utatuleta karibu na msalaba wa Mwokozi. Na kabla tujaanza tuweze kusoma nukuu moja kutoka kitabu cha Education ukurasa wa 15 na 16, na maandiko yanasema hivi: kuirejesha ndani ya mwanadamu sura ile ya muumbaji wake, kumrejesha katika ukamilifu ule alioumbiwa nao, kukuza ustawi wa mwili, nafsi na roho, ili kusudi lile la Mungu katika uumbaji wake lipate kutimizwa. Hiyo ndiyo kazi ya ukombozi. Hilo ndilo lengo la elimu, yani lengo kuu la maisha. Education ya ukurasa wa 15 na 16. Lengo kubwa la maisha, wapendwa, ni kurejea tena katika sura na tabia ya Mungu. Baada ya wazazi wetu wa kwanza kuwa wametenda dhambi pale bustanini Edeni kwa kula tunda la mti uliokatazwa, tunda la ujuzi wa mema na mabaya, waliondolewa bustanini Eden. Kwa nini? Kwa sababu sura na tabia ya Mungu iliondoka kwao. Manake ulinzi ambao ulikuwa unawalinda pale bustanini Eden uliondoka. Nuru, utukufu wa Mungu uliondoka, na hivyo wasingeliweza kuvumilia kukaa sehemu takatifu huko wao si watakatifu. Na kwa sababu Mungu wa mbinguni ni upendo, alikusudia kuja kuwakomboa wanadamu hawa. Na kitabu cha Mwanzo 3:15 kinazungumza wazi ya kwamba kwa kuliona hilo, Mungu akaweka uadui kati ya uzao wa shetani pia na uzao wa mwanamke. Na ikatolewa ahadi ya kwamba Kristo angelikuja. Na pia ulikuwa ndio mwanzo wa kafara za wanyama, ikiwa inadhihirisha na kuonyesha kwamba atakuja ambaye ni mwanakondoo wa Mungu, ambaye aichukue dhambi ya ulimwengu wote. Huyo alikuwa anatabiriwa kwa Kristo. Na 31 AD Yesu Kristo alipokufa kama kondoo, alimaliza kazi ya kununua mwanadamu, kwa sababu Kristo na kazi kubwa mbili. Kazi kubwa ya kwanza ni kama kondoo, kazi kubwa ya pili ni kama kuhani. Na kama kondoo alimaliza pale mtini Calvary. Kwa hiyo akawa amenunua tena ule utawala ambao ulikuwa umepotezwa, na sasa anachokifanya ni kurejesha. Na kazi ya kurejesha inafanyika wapi? Inafanyika katika chumba cha pili cha patakatifu mno. Na hiyo kazi, wapendwa, inatakiwa kuwepo na ushirikiano kati ya kuhani pamoja na mdhambi. Wakati kuhani anafanya huduma ya maombezi, mdhambi pia naye ni lazima ashirikiane na kuhani katika kazi hiyo. Mbinguni hatuendi kwa kukokotwa, ni ushirikiano kati ya mdhambi pamoja na kuhani. Mungu anaendelea kufanya kazi ya upatanisho, na kama mimi na wewe hatuthamini kazi hiyo kwa kuungama dhambi zetu, mpendwa, kuhani atakapomaliza kazi na kuhamisha dhambi kwa mbuzi wa Azazel, dhambi zozote ambazo hazijatubiwa, mpendwa, hazitaweza kutubiwa tena. Hivyo wakati ulionao huu ni wakati wa kujichunguza sana moyo, ni wakati wa kujiuliza, nimesimama wapi? Je, nipo katika upande wa kuhani wangu mkuu Yesu Kristo, au niko upande wa shetani nikijifurahisha na dhambi za kitambo? Hivyo lazima watu wa Mungu tuweze kutambua kazi kuhani anayoifanya. Na leo tutakuwa na somo muhimu sana, na somo linasema kwamba papa wa mwisho, sheria ya Jumapili iko hapa. Na kabla tujaanza somo hili, wapendwa, nipende kuwakaribisha tuanze na maombi ili kusudi tuweze kusonga mbele na Mungu wa mbinguni aweze kutuandaa sana. Mpendwa, usipange kukosa mwanzo hadi mwisho wa somo hili.
Mungu wetu atubariki sana. Karibuni sana tunapoanza ibada ya maombi hii. Basi tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu ya upendo mkubwa. Tunakuja kwako tena tukiwa hatuwezi, tukiwa wadhaifu. Tusaidie, tuongoze tunapoanza somo hili. Tuna imani ya kwamba Jehova ni hatua nyingine tena kukufahamu na kukujua, tukiwa tunafahamu matukio ambayo yanaeleza wazi ya kwamba tuko karibu mwisho wakati, tukijifunza unabii huo. Na hivyo Baba wa mbinguni, matukio haya tuamshe, lakini pia tuweze kufanya matengenezo kabla tujachelewa. Baba mbinguni, tunapoanza somo hili, Roho wako mwema atuongoze kwa Kristo Yesu. Amen. Kitabu cha Mama White ukurasa ule wa 33 ni maandiko ya awali. Nabii wa Mungu anasema kwamba niliona kwamba Mungu anao watoto wake ambao hawaijui wala hawaitunzi Sabato. Hawajaikataa nuru juu ya siku hiyo, na mwanzo wa wakati wa taabu tulijazwa na Roho Mtakatifu tulipotoka na kuitangaza Sabato kwa ukamilifu wake. Mwanzo wa taabu unaozungumzwa hapa ni wakati ambapo sheria ya Jumapili itakapokuwa imetangazwa, na tunafahamu kuna nyakati mbili za taabu. Wakati wa taabu mfupi na wakati wa taabu ya Yakobo, ambapo wakati mfupi wa taabu Jumapili itakapokuwa imetangazwa, wapendwa, watu wa Mungu watapokea mvua ya masika. Lakini hao wanaopokea mvua ya masika si wale ambao hawajapokea mvua ya vuli, kwa sababu mvua ya masika kazi yake ni kuja kukomaza mazao, lakini mvua ya vuli kazi yake, wapendwa, ni kuotesha mazao. Kwa hiyo kama kazi ya mvua ya vuli haijafanya katika maisha yako, yani haujabadilishwa na kuwapo kwake Bwana, haujabadilishwa na kweli za Biblia pamoja na roho ya nabii, mpendwa, hautaweza kushiriki wakati wa kilio kikuu, kwa sababu hautapokea mvua ya nini? Mvua ya masika. Kwa sababu kazi ilianza kwa mvua ya vuli, wakati wanafunzi wa Kristo walipomwagiwa mvua ya vuli wakati wa Pentekoste, na wakaifanya kazi kwa kulianzisha kanisa. Hata wakati wa hitimisho, wakati ambapo Mungu anatamani awaokoe watoto wake, mvua pia ya masika itamwagwa. Lengo lake ni nini? Lengo lake itakuwa ni kukomaza mazao na kuyafunga mashina matita kwa ajili ya pengine uzima wa milele au mauti ya milele. Hivyo watu wa Mungu, wakati unaozungumzwa hapa, wapendwa, si wakati ambapo mlango wa rehema utakuwa umefungwa, lakini ni wakati ambapo mlango wa rehema utakuwa bado uko wazi. Kwa watu gani? Lakini kwa wale ambao hawakuifahamu Sabato. Lakini kwa wale ambao, mpendwa, tumeelewa ukweli huwa Sabato na bado hatufanye juhudi zetu, kuna hatari sana ya kuachwa pasipo mvua ya masika. Kitabu cha Mathayo sura 24 ni kitabu muhimu sana. Ni sura ambayo naipenda sana, ambayo inafundisha ya kwamba ziko dalili ambazo zitangulia chukizo la uharibifu. Alizungumza wazi Yesu Kristo. Wanafunzi wake walipomuuliza kwenye Mathayo 24 ukianzia mstari wa 3, mstari wa 4 na ukakimbia 32 na 33, waliuliza kwamba Yesu awaambie dalili za ujio wake na mwisho wa dunia. Na Kristo alieleza dalili hizi katika makundi yafuatayo, akieleza kuhusu habari ya uchumi, kwamba wakati Kristo atakapokuwa anakaribia kurejea, uchumi utakuwa ni mgumu sana kwa watu, kutakuwa na hali ya kupanda na kushuka kwa uchumi, kwa hiyo maisha yatakuwa ni magumu. Lakini Kristo pia alizungumza wazi kuhusu habari ya siasa zitakuwa ni zenye kumwaga damu, vita, kutakuwa na kusalitiana. Kristo pia alieleza kuhusu habari ya maadili katika jamii, kwamba kutakuwa na mmonyoko wa maadili, tunashuhudia pia ushoga na mambo mengi mbalimbali. Yote hayo Kristo alieleza. Lakini Kristo pia hakuwa mbali kueleza kuhusu habari ya mazingira, kwamba kutakuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Akasema kutakuwa na magonjwa, kutakuwa na njaa, yote haya alieleza. Kutakuwa na matetemeko, yote haya alieleza Kristo. Na hebu tukimbie kwenye kitabu cha Mathayo sura 24 tuone kipi Mungu anahitaji kutueleza katika hii siku ya leo. Mathayo 24 tukianzia mstari wa 3, twende pamoja. Inasema hivi, mstari wa 3: hata alipokuwa ameketi katika milima ya Mizeituni. Kumbuka wanafunzi wake walipomuuliza hawakuwa peke yao, walikuwa pia na watu wengine. Kwa hiyo Kristo alipoeleza, alieleza akiunganisha matukio haya mawili
kubomolewa kwa Yerusalemu pamoja na mwisho wa dunia. Hivyo wanafunzi wake walikuwa interested kuelewa kila ambacho Kristo alikieleza. Hivyo wakamfuata alipokuwa ametulia peke yake katika mlima Mizeituni kumuuliza hayo mambo alizungumza Kristo yalikuwa yanahusu nini. Sikiliza mpendwa, anasema kwamba hata alipokuwa ameketi katika mlima Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Mstari wa 4, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Kwa hiyo tunaonywa wapendwa kuhusu habari ya kudanganywa, kudanganyika, kwa sababu kama hatutajifunza hizi dalili kuna uwezo mkubwa wa kudanganyika. Kwa nini? Kwa sababu leo miluzi ya amani ni mingi mno, kwamba watu wanawaza amani, wanawaza ustawi, wanawaza mafanikio, lakini katika wakati ambapo sheria ya Jumapili iko mlangoni, wanawaza amani katika wakati ambapo haupasi kuwa amani, unapaswa kuwa wakati wa kunyenyekesha kwa Mungu, lakini watu wanawaza amani. 33 na 32 maandiko yanazungumza wazi hivi. Yesu alitoa dalili ya kwamba dalili hizo zitakapokuwa zinatendeka basi mjifunze kwa nini? Kwa mtini. Akatoa dalili ya kwamba tunafahamu ya kwamba matunda yanapokaribia kuiva tutajua kwamba yataanza kupukutisha. Matunda yanapoanza basi kuchipusha tutajua kwamba miti itakuwa ya kijani kibichi. Lazima tujifunze kwa dalili. Akatumia mtini. Anazungumza wazi kwamba katika Mathayo 24:32, basi kwa mtini jifunzeni, mfano tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, watambua ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. 33, nanyi kadhalika myaonayo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Waliambiwa wanafunzi wa Yesu kwamba ambapo wanafunzi wa Yesu ni sisi. Sababu kina Petro sasa leo hawapo, lakini Kristo alizungumza wazi kutuhusu sisi pia ambao tulikuwa tunafikiwa na maisha ya dunia. Matukio makubwa mawili. Tukio la kuangamizwa kwa Yerusalemu liliwahusu akina Petro pamoja na mitume wengine, lakini tukio la kuangamizwa kwa dunia linatuhusu sisi wanafunzi wa Kristo. Hivyo tunapoyaona haya mambo wapendwa, tufanyaje? Anataka tuweze kutambua dalili, tuweze kutambua wakati. Sasa watu wa Mungu leo hii hawana muda na kutambua wakati. Lazima wakati ni muhimu sana kutambua, kwa sababu wakati ndio unatuelekeza kwamba tuko wakati gani. Tumeshajifunza mambo mengi ya kwamba ulimwengu wetu huu, sawa, rehema yake ni miaka 6,000. Huo ndio wakati. Na tukishajua wakati wapendwa, tutajua namna ya kuishi, kwa sababu wakati unaposonga pia kuna matukio ambayo yanazirisha mwisho wakati huo. Wakati wa mwanzo Kristo alipokuwa anazaliwa kulikuwa na matukio ambayo yatangulia kuzaliwa na kufa kwa Kristo. Lakini pia hata wakati wa mwisho ambapo Kristo atakapokuwa anakaribia kurejea, kutakuwa pia na matukio vivyo hivyo ambayo yataonesha kwamba tuko karibu kufunga nini? Historia ya ulimwengu. Lazima macho yetu wapendwa yaweze kukazwa kutazama hizo dalili. Na kama hatutazami dalili hizo, tunaweza kuhisi ni watu wa marejeo, lakini wakati huo hatuthamini kile Kristo anachokifanya. Tunafahamu ya kwamba movement ya sheria ya Jumapili itaanzia kule Marekani, na leo tunashuhudia movement ikiwa ni kubwa mno. Tulijifunza kuhusu habari ya project 2025 ambayo tulisema kwamba hii ilikuwa inampatia nguvu rais ajaye. Tunafahamu ya kwamba mwaka jana uchaguzi ulipopita tukasema kwamba rais ajaye inampatia nguvu kubwa hata kubadili baadhi ya vifungu vya katiba. Na tunafahamu kwamba katiba Marekani ni katiba ambayo ina separation kati ya nini? Dini na nini? Dini na serikali. Yaani hakuna uhusiano kati ya dini na serikali. Lakini leo hii tunashangaa kuona kwamba kuna movement ambayo inasema hakuna tena umuhimu wa kuseparate nini? Dini na serikali. Unaona? Na Trump amechagua baadhi ya viongozi ambao watahusika kwenye kamiti yake ya uhuru wa nini? Uhuru wa dini. Na unaweza ukahisi kana kwamba anachokifanya ni kizuri, sawa? Kwamba anajitahidi sana kusogeza, sawa, dini na serikali, wakati wao akisema kwamba tunahitaji tupate uhuru wa dini, uhuru wa kuabudu. Lakini haya mambo yanakwenda kwa siri, kwa sababu nabii anazungumza wazi ya kwamba sheria ya Jumapili inatengeneza sasa njia yake wapi? Gizani.
Watawala wanaficha mambo, watawala wanafahamu haya mambo. Na tunapoona wakisema kwamba wanahitaji kuwepo na uhuru wa dini, lakini wakati huo wanasema kwamba dini na serikali lazima ziungane, hakuna uhuru wa dini hapo. Tazama alichokifanya Trump. Trump bwana amemchagua Kardinali Donald Bishop Barron, kuwa katika dini, amemchagua kuwa katika kamiti ya uhuru wa nini? Uhuru wa dini. Huyu ni Mkatoliki. Lakini hapo Trump pia amezungumza wazi ya kwamba tusahau kuhusu kutenganisha dini na serikali. Unaweza kutazama hii hapa ni CNA, lakini hapa ni Fox News. Amesema Cardinal Donald Bishop Barron to serve on Trump's new Religion Liberty Commission. Lakini pia katika Fox News amezungumza wazi kwamba Trump jokes his admin will forget about separation of church and state. We are bringing back religion. Kwamba Trump atania kwamba wasahau kuhusu kulitenga kanisa na serikali. Sema tunarudisha tena dini. Wapi? Tunarudisha tena dini Amerika. Cha kushtusha kikubwa kwamba Trump tena amemchagua kiongozi wa kanisa la Waadventista pia kuwa nani? Kuwa vice chair wa uhuru wa dini, hii kamiti ya uhuru wa dini ambayo tunamfahamu ni nani? Waliofuatilia wanaelewa, Dr. Ben Carson. Huyu ni Mwadventista. Na watu wamesema kwamba hii itasaidia mno wakati movement ya Sunday Law itakapokuwa inapushiwa. Basi Dr. Ben Carson atakuwa kama kina Daniel, Mishri na Abednego, Shadraka na Abednego. Swali ni kwamba akina Shadraka, Meshach na Abednego walizuia kusimamishwa kwa sanamu. Walizuia kusimamishwa kwa sanamu pale Dula. Walizuia, au pia nao walikuwa kikangoni. Shetani anapofanya mambo yake, wapendwa, huwa anafanya mambo kwa uficho sana. Lengo ni kuu, ni moja tu, ni kuwafunika watu macho ili kusudi waamini ya kwamba kuna watetezi wao White House, kwamba kuna Waadventista White House ambao wanaweza kuwatetea wakati ambapo sheria ya Jumapili itakapokuwa inarindima, basi watawatetea. Niwaambie kitu kimoja, kile Mungu alichokifanya wakati wa 1888, wakati akina A.T. Jonas na walipokwenda wakatetea kuhusu habari ya madai ya sheria ya Jumapili, wapendwa, tusifikirie kwamba na wakati huu pia hiyo nafasi itakuwepo, kwa sababu Mungu ameshatupa nafasi wakati, wapendwa. Tusitegemee kwamba akina Ben Carson wanaweza wakasimama kutetea, kwa sababu ratiba ya unabii inakwenda kungota mwisho. Kwanza pambano inakwenda kukoma, lakini pando movement hii ipo. Sikiliza, anasema kwamba former US Department of Housing and Urban Development Secretary and Adventist Neurosurgeon Dr. Ben Carson has been appointed as a vice chair of the new Presidential Commission on Religious Liberty, established by President Donald Trump through executive order on April 25. Nafahamu kwamba amesaini executive order zaidi ya 100 na zipo kwenye utimizwaji. Na huyu amefanyaje? Sasa Waadventista wamefurahi kwamba Ben Carson anaweza kuwa kama Daniel, anaweza kuwa kama Shadrach. Ndio, anaweza kuwa kama Mungu hata ruhusu hii movement iendelee. Lakini Mungu akiruhusu hii movement iendelee, hakuna msaada hapo. Msaada ni kwa nani? Msaada ni kwa Kristo peke yake. Msaada ni kwa Kristo peke yake. Na tarehe 1 Mei, Trump, kuna clip hapa, nimeziandaa clip kama 3 hivi ambazo Trump alizungumza wazi ya kwamba anarudisha tena dini wapi? Amerika. Na akasema hakuna tena room ya separation kati ya nini? Kati ya church na state. Yani hakuna tena kutenganisha church na state. Na hizi clip, wapendwa, naomba uzitazame. Tazama ya kwanza ambayo Trump wanasema kwamba anarudisha nini?
Church and State. Itazame kwa makini, umsikize kwa makini. Huyu jamaa anatumia akili nyingi sana, kwa sababu tunaambiwa kwamba anapata wapi akili hii? Kwa joka. Kwa hiyo movement hii iko chini ya joka ambaye ni shetani. Anatumia akili nyingi sana kuwafanya watu wasielewe kinachoendelea, hasa watu wa Mungu. Tutakuwa kwenye hatari ya kupotea kwa sababu tunaamini kinachozungumzwa na hawa watawala. Msikiliza. We're bringing back religion in our country, and we're bringing it back quickly and strongly. Because for America to be a great nation, we must always be one nation under God, a phrase that they would like to get rid of, the radical left. You know, they say separation. They say separation between church and state, they told me. I said, all right, let's forget about that for one time. We said, really, the separation? I don't know. Is that a good thing or a bad thing? I'm not sure. But whether there's separation or not, you guys are in the White House where you should be, and you're representing our country, and we're bringing religion back to our country, and it's a big deal. And I think God answered other prayers because he's put in an administration to run this country that's going to make you proud again. It's going to make you believe and believe more again. I created a historic White House faith office in the West Wing, and I wanted them to have that office. Never happened before. I don't think that's ever happened before, right? The people of faith have never been allowed in the White House. We'll probably be sued tomorrow because they're going to say church. Separation of church and state. Can't do that, right? But we'll win. Pam will win that suit. She wins them. She ultimately wins them. She gets them. Sometimes they get a judge that's not so good, but she ultimately wins. That's what it's all about, right, Pam? Mmemsikia jamaa anavyozungumza kwamba anarudisha dini nini tena? Dini ya serikali. Kwamba wanahitaji usisema dini ya serikali. Unadhani kwamba mpendwa hiki kitu ni kitu cha kawaida? Tusonge mbele. Sikiliza tena. Akamchagua huyu Bishop Dolan kwenye tume huru ya nini? Huyu Bishop Dolan ni nani? Ni Mkatoliki. Na akamsifia Trump ya kwamba hakuna tena uongozi kama wa kwake ambao umefanya mambo haya ya kurejesha tena dini ya serikali wapi Amerika. Msikilize pia huyu jamaa Bishop Dolan, huyu kardinali, msikilize. Si bahati mbaya ni kwamba kuna movement inakwenda chini kwa chini. Sikiliza, uone kinachoendelea. Well, thank you very much, Mr. President, for the formation of this commission, which I think is of extraordinary significance for our country. And thank you to so many of the top leaders of our country who are here, which show the priority you give to this very important theme. And with that, let us pray. Heavenly Father, Sovereign King, we bless you, we praise you, and we thank you for all your benefits to our country. We know that the rights we enjoy to life, to liberty, to the pursuit of happiness are given not by government or popular consensus, but by you. We acknowledge, Lord, that since just law is grounded in moral law, and moral law in eternal law, we are indeed a nation under God. Je, unahisi kuchaguliwa kwa Bishop Dolan ni bahati mbaya? Mpendwa, sio bahati mbaya, kwa sababu Trump alikwisha kuanza tayari na msemaji, sawa? Msemaji anaitwa Paula White, sawa? Ambaye Trump alimchagua mapema atakuwa msemaji, sawa? Wa nini? Wa dini pale White House. Huyu Paula White. Na huyu Paula White ni evangelical, sawa? Ni movement za charismatic, ni wa Protestanti, sawa? Ambao na muunganiko wa Rumi, sawa? Mpendwa, tusidhani ya kwamba hizi movement zipo tu. Paula White ambaye alichaguliwa na Trump kwa msemaji wa nini? Msemaji wake wa dini pale White House. Haya mambo si bahati mbaya. Anajitahidi kurudisha dini ya serikali. Msikilize Paula White. Msikilize anachokizungumza. Wapendwa, tuko mwisho wa wakati. Msikilize. And as senior advisor to President Trump of the newly created and historic White House Faith Office, I do carry a great responsibility to ensure that the voice of faith is not only heard, but also honored at the highest levels of government. And under President Donald Trump's leadership, faith has not been pushed aside. It has been brought back to where it always belongs, and that is center.
And America is once again seen as a moral and a spiritual leader on the global stage. This, I can say unequivocally, and I'm going to pray, is the fruit of a president who welcomes God into the very center of decision making. Now, let's pray and give him divine dreams, visions, show him. We call for a spiritual reset in our nation, a return to what is right. Umesikiliza mpendwa hizi klipu zote tatu. Hizi zote wapendwa zinatufunga matita kutuandaa kwa ajili ya nini? Kutuandaa kwa ajili ya sheria ya Jumapili. Na kwa nini? Kwa sababu nabii wa Mungu anazungumza wazi kwenye Manifestation volume ya kwanza, ukurasa wa 297.2 ya kwamba hawa wana nia moja wote. Yaani hii movement nia yao ni hii, nia yao ni moja. Sikiliza. Hawa wana nia moja. Kutakuwa na kifungo cha ulimwengu mzima cha muungano, upatano mmoja mkuu, muungano wa majeshi ya shetani, na watampa yule mnyama uwezo wao na nguvu zao. Hivyo hudhihirishwa nguvu zile zile za uzalimu na kukandamiza dhidi ya uhuru wa dini, uhuru wa kumwabudu Mungu kulingana na maagizo ya Danieli, kama ilivyodhihirishwa na upapa wakati huko nyuma uliwatesa wale waliothubutu kukataa kufuata taratibu za kidini na sherehe za Rumi. Ndicho ambacho kinatafutwa wapendwa, yani wanahitaji wampatie nguvu mnyama ambao ni upapa. Ndicho kinachotafutwa. Na hicho kikifanikiwa mpendwa, kwa sababu katiba Marekani, First Amendment ya Marekani ya US Constitution inasema kwamba hakuna muunganiko wa dini na serikali, na kila ambacho Trump amepewa nguvu na project na Heritage Foundation ni kwamba ana uwezo pia hata kuondoa baadhi sawa ya constitution sawa kwenye katiba ya Marekani na kutumia bunge pamoja na mahakama. Hiki kitu wapendwa kitakwenda kutimizwa kwa sababu Ellen White ametabiri ambaye nabii wa Mungu. Na msikiliza constitution ya Marekani inavyozungumza. Constitution sawa, First Amendment ya US Constitution inasema hivi, sikiliza. Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, or bringing the freedom of speech or of place or the rights of the people preachable to assemble and to petition the government for redress of grievances. Maana yake nini? Bunge halitaweka sheria yoyote kuhusu uanzishwaji wa dini au kukataza matumizi yake huru au kunyima uhuru wa kusema au wa vyombo vya habari au wa haki ya watu kukusanyika kwa amani na kuilalamikia serikali kama kuna changamoto. Kwa hiyo mpendwa, kinachotafutwa ni nini? Kinachotafutwa ni kuondoa hizi amendment. Number 1, ambayo mpendwa ina separate kati ya nini? Dini na serikali. Nazungumza wazi Ellen White kwenye Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 5 ukurasa wa 712 kwamba taifa letu la Marekani litakapozikataa kanuni za serikali yake hata kuweza kutunga amri ya Jumapili, kwa tendo hilo Uprotestanti utakuwa umeshikana mikono na upapa. Ndicho kinachotafutwa. Ndicho kinachotafutwa. Uprotestanti wapendwa uweze kushikana na nini? Mikono na upapa. Na ndicho kinachofanyika. Tunaona kama vile ni anafanya kitu kizuri sana. Sawa? Kurudisha dini Amerika. Lakini mwisho wake mpendwa anakwenda kupiga juu kwa juu, kubarika juu kwa juu. Kwamba alikuwa anapromote uhuru wa dini, ataswitch juu kwa juu. Mada zitabadilika. Na Waadventista ambao walikuwa na dream amani kwa sababu ya kuwepo wawakilishi kama kina Dr. Ben Castle mpendwa, wanakwenda kulia kilio cha mbwa. Pambano Kuu ukurasa wa 445 wapendwa, tusimwamini mtu, tusiamini mtu, tusiamini mtu. Leo kuna kwamba Ben Castle yuko pande yetu lakini kumbe hatujui, kwa sababu nabii Mungu amezungumza kwamba we have to fear the enemy within. Lazima tuogope maadui walioko ndani ya nini? Ya kanisa. Tusiamini. Kisa mtu anaitwa Mwadventista, hatupaswi kuamini. Nabii wa Mungu anasema kwamba Pambano Kuu ukurasa wa
45, makanisa makuu ya Marekani yatakapoungana katika mafundisho yake yanayoshirikiana pamoja, watakapoishawishi serikali yao kuyatia nguvu kisheria maagizo yao na kuzipa ruzuku taasisi zao, hapo ndipo Amerika ya Kiprotestanti itakuwa imeunda sanamu ya utawala wa dini wa kidini wa Roma, na adhabu ya kiserikali haitaweza kuepukwa kutolewa juu ya wale wasioafiki. Ndicho kinachotafutwa wapendwa, hakuna kitu kingine. Wanalifomu Amerika kwa kurejesha tena dini ya serikali. Lengo ni kubwa, ni moja tu, baada ya kuwa wamelifomu, kwa sababu dini na serikali zikiungana mpendwa, lazima tu wale ambao watakwenda kinyume na sheria zitakazotungwa kwa sababu ya uhuru wa dini. Kwa mfano, utakaposema kwamba unahitaji wawe na siku moja ya kuabudu kwa sababu ya uchumi, mpendwa, akina Beni Kazo hawezi kututetea. Kwa hicho kitu kinachotafutwa wapendwa ni kuingiza watu wa Mungu kwenye taabu ambayo haijawahi kuwako toka taifa lilipoanza kuwako. Danieli 12 mstari wa 1. Kitabu cha Ufunuo kinazungumza wazi ya kwamba nabii wa Mungu aliona, mtume Yohana aliona wanyama wawili. Mnyama wa kwanza akitoka wapi? Baharini. Wa pili akitoka wapi? Nchi kavu, ambayo nini? Ambayo ni papa pamoja na Marekani. Na mnyama huyu wa kwanza wapendwa, sikiliza sifa zake anavyozungumzwa. Huu ni upapa wapendwa. Huu ni upapa. 13 mstari ule wa kwanza, sikiliza kinachozungumzwa hapa. Anasema kwamba kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Kipi? Kubadili majina na sheria ya kumkufuru Mungu, kusamehe dhambi ni kumkufuru Mungu. Na hizi sifa zinapatikana kwa kanisa Katoliki chini ya papa. Sema kwamba na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Kumbe nguvu anapata wapi? Nguvu anapata kwa joka. Utakuja uangalie sasa mnyama wa pili naye ambao ni Marekani pia anapata nguvu yake kwa joka, sababu atanena naye kama joka. Kumbe wanyama wawili wote hawa ambao ni upapa pamoja na Marekani wana ushirikiano. Ndio maana unapoona kwamba dini na serikali zinarudishwa, hairudishwi dini ya Kiadventista, ila inarudishwa dini ya upapa. Na tayari huyu Trump kwenye ukurasa wake ameposti kwamba anatamani kuwa papa, na akaposti ile nani ya papa. Useni kwamba jamaa wanafanya kimakosa, wanajua wanachokifanya. Hivi Trump anaweza kuwa papa? Jamani, kama vile ana utani mwingi, lakini he is very serious. He is serious more than you think. Yuko serious kuliko unavyofikiria. Yuko serious sana. Ufunuo 13, mnyama huyu wa pili, sikiliza mpendwa. Ufunuo 13 mstari wa 11. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe 2 mfano wa mwana kondoo. Pembe 2 maana yake ni separation kati ya nini? Church na state. Yani maana yake uprotestant na nini? Na Republican. Maana yake hakuna muunganiko kati ya dini na nini? Na serikali. Na mwana kondoo ni sifa ya Kristo. Taifa la Marekani wakati wa zama za giza liliwahi kuwapokea wana matengenezo wengi, na ndipo ambapo pia kanisa la Mungu lililishwa kwa miaka 1260. Marekani ni nchi ya kinabii ambayo ilitabiriwa wapendwa. Ilitabiriwa ya kwamba watu wa Mungu wangelishwa kwa zile siku 1260. Hivyo Marekani ilikuwa ni kama mwana kondoo, lakini kwa sababu atakataa katiba yake ambayo inazungumza wazi ya kwamba in God we trust, ambapo kwenye amendment number 1 inazungumza kuhusu habari ya uhuru wa dini, uhuru wa kujieleza, wapendwa, itanena kama joka. Sikiliza anavyozungumza mtume Yohana. Atanena kama joka, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule. Mnyama wangapi? Wa kwanza mbele yake. Mnyama wa kwanza nani? Rumi, upapa. Mnyama wa kwanza mbele yake. Naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Mnyama wa kwanza alipata jeraha mwaka 1798. Wakati upapa ulipopata jeraha la mauti wapendwa, kwa Papa Pius wa 6 kuwa amechukuliwa, sawa,
na kwenda kufia utumwani. Wakati walikuwa ni kiongozi Napoleon wa Ufaransa alichukua kwa kutumia jenerali wake Bethia. Hapo wapendwa ndipo ambapo Italia ilipona. Lakini mwaka 1929 wakati waziri mkuu wa Italia Benito Mussolini aliporuhusu tena upapa Vatican kuwa nchi ndani ya nchi na kutambua tena upapa, jeraha la upanga lilianza kupona. Litapona mwaka gani? Litapona wakati ambapo tena Jumapili sasa itatangazwa kuwa kama siku ya ibada. Hapo ndipo ambapo jeraha litakuwa limepona kabisa. Wakati ambapo Jumapili tena itarudishwa tena kama siku ya ibada ulimwenguni. Na adhabu tena za wale ambao hawatii maagizo hayo ya Rumi watakapofanyaje? Watakapokuwa watakapoanza kuteswa kama wakati wa saba za giza. Na unajua watu wa Mungu, niwaambie kitu kimoja, kifo cha Papa Francis ni unabii tosha. It is prophetical. Na anayekuja papa atakuwa ni very aggressive one. Hebu sikiza, papa huyu ndiye papa wa kwanza aliyekuwa Muamerika. Na ndio papa wa kwanza wapendwa ambaye hakuwa mtu wa Ulaya. Na ni papa wa kwanza wapendwa Jesuit. Na ndio papa wa kwanza wapendwa ambaye alihudhuria Congress. Na Congress ni bunge la Marekani. Na unapoona kwamba upapa unaanza kugusa vyombo vya kusemea Marekani kama bunge pamoja na mahakama, ujue kwamba hatuko mbali sana. Hatuko mbali sana. Na kuna unabii wa kushtua sana ambao wapendwa tusemee kwamba ni unabii wa kweli, ila tunajua kwamba shetani huwa anaigiza. Unajua shetani kazi yake ni kuchanganya ukweli na uongo. Huwa ndani yake kuna ukweli na uongo. Kuna mtu mmoja anaitwa Mtakatifu Malaki. Alizaliwa mwaka wa 1094. Aliwahi kutoa unabii ya kwamba papa wa mwisho atakuwa ni nani? Ni atakuwa ni Petro the Roman, ambaye kama ilivyokuwa Petro anavyodai wao kwa ni papa wa kwanza, alivyoanzisha kazi sawa na watakatifu wa Mungu kuuawa, pia huyu Papa the Roman sawa atakuja pia aliingize kanisa kwenye tabu kama wakati wa kwanza. Hao jamaa ni wajanja, wanajua wanachokifanya. Hebu sikiliza huu nabii na huyu mtakatifu. Anasema kwamba ni nabii wa kweli, hapana. Ila tunajitahidi kufunua kila ambacho Mungu, nabii wa Mungu, lazima tufunue uovu wa nini? Kwa mwana wa kuasi. Tujue kile kinachokuja kusudi watu wawe macho. Huyu Mtakatifu Malaki alizaliwa mwaka 1094 kule Ireland. Alikufa Novemba 2 au 3 hivi. Ule mwaka 1148 kule Ufaransa. Alitangazwa mtakatifu mwaka 1190. Siku ya kalamu iliyokuwa Novemba 3. Alikuwa askofu mkuu aliyedhimishwa na mjumbe wa papa ambaye alikuja kuwa mtu mkuu wa mageuzi ya kanisa katika Ireland karne ya 12. Unabii wake ni upi? Sikiliza jamaa anavyosema. Unabii, anasema huu nabii ni unabii wa mapapa unaohusishwa na Mtakatifu Malaki. Ni orodha ya maelezo 112 mafupi ya fumbo ya mapapa wajao kuanzia Celestine na kumalizia kwa Peter the Roman, kwamba papa mwisho kwanza Peter the Roman. Tusubirie tuone kwamba atakaye kuja atakuwa na sifa sawa za Peter, za Petro. Maelezo haya kwa mara nyingine katika kila kini yanaaminika kuwa viwakilishi vya ishara ya kila papa, yakirejelea majina yao, maeneo ya asili au alama the Heraldic. Unabii unapendekeza mwisho wa dunia utatokea baada ya Peter Mrumi, Peter the Roman, kwamba huyu Peter the Roman ndiye atakaye ingiza watu kwenye tabu baada ya Amerika kuwa ameingiza nini? Baada ya Amerika kuwa ameingiza dini na serikali, na watu ambao watashindwa kuabide na zile rule na regulations za Sunday law wataingiza kwenye changamoto, kwamba papa atakayekuwa madarakani nani? Ni Peter the Roman, Peter Mrumi. Nabii wa Mungu hatuyasemi tu haya mambo kila rahisi kwamba kwa nini tunazungumza unabii ambao hautuhusu, unabii kwenye Biblia. Sikiliza, nabii wa Mungu amesema lazima tujitahidi kufunua nguvu wa nani? Wa mwana wa kuasi. Tujue kila movement yao. Na kubaki kwenye upofu ya kwamba hakuna haja ya kufahamu kinachofanyika, ni kubaki gizani. Sababu hata Paulo mwenyewe kwenye Thesalonike anazungumza wazi ya kwamba hii siku ya Bwana haiwezi kuja mpaka atakapofunuliwa mwana wa kuasi
Sasa anafunuliwaje huyu mwana wa kuasi pasipo kuhubiriwa? Lazima wajumbe wa Mungu waaminifu wafunue, hata kama wengine wakikemea kufunuliwa kwa mwana wa kuasi. Maana baadhi ya viongozi wanasema kwamba hakuna haja ya kujua kinachotendeka Vatican, hakuna haja ya kujua kinachotendeka na Papa, hakuna haja kwa sababu lazima tujitahidi majina yetu yawepo kwenye kitabu cha nini? Sasa wengine je, ambao mjui wasiandaliwe? Kwa sababu kazi ya kumfunua si kwa ajili ya wokovu wetu, ni kwa ajili ya wokovu watu wengine, hata kama sisi tunafahamu. Wale watu wengine watajuaje uovu unaoendelea na watafanyaje maamuzi kama hawajui movement ya huyu mwana wa kuasi? Kwa tunaambiwa tuhubiri injili. Injili gani tunayohubiri ambayo haimfunui mwana wa kuasi? Ujumbe wa malaika watatu ni ujumbe ambao unawaita watu. Ujumbe wa kwanza, wamche Mungu na kumtukuza. Ujumbe wa pili na watatu unataja nini? Unataja mwana wa kuasi. Na watu naambiwa watoke Babeli. Wanatokaje Babeli kama hawajui Babeli wako? Hawajui Babeli ni ipi? Testament to Minister and Gospel Workers ukurasa wa 117 paragraph ya 5 nasema kwamba wote wanahitaji hekima kwa uangalifu ili kuchunguza fumbo la uovu ambalo linahusika sana katika kuhitimisha historia ya dunia hii. Lazima wote tuchunguze, tunahitaji hekima hiyo. Na hekima ni kujifunza maandiko matakatifu na inabii, kuomba na kutazama historia inavyoeleza. Anazungumza nabii wa Mungu kwenye testimony hiyo anasema kwamba katika wakati tunaoishi Bwana amewaita watu wake na amewapa ujumbe wa kubeba. Amewaita ili kufichua uovu wa mtu wa kuasi ambaye ameifanya sheria ya Jumapili kuwa mamlaka ya pekee, ambaye amefikiria kubadili majira na sheria na kuwakandamiza watu wa Mungu wanaosimama kidete kumheshimu yeye kwa kushika sabato ya pekee ya kweli, sabato ya umbaji kuwa takatifu kwa Bwana. Lazima tufunue uovu wa mwana kuasi, ambaye anasema kwamba Jumapili ndio siku ya ibada, lakini Mungu anasema kwamba Jumamosi ndio siku ya ibada. Lazima watu wafunue uovu wa nani? Wa huyo mwana kuasi. Na hivyo tufanyeje sasa? Mungu amemuita kila mtu kuwa mwanafunzi wa unabii. Unajua kuna watu wanasema kwamba unabii asina kalamu ya unabii, bla bla. Wapendwa, tunatafuta vichaka vya kujifichia. Kila anaitwa Mwadventista ni mwanafunzi wa unabii. Kutokukaa pasipo kujua ni kutaka. Boru 500 Shuhuda kwa Kanisa ukurasa wa 708 nasema kwamba kama watu tumeitwa binafsi kuwa wanafunzi wa nini? Wa unabii. Kama watu tumeitwa kama binafsi, tumeitwa kwa watu wanafunzi wa unabii. Sema kwamba ni lazima tuangalie kwa bidii ili tuweze kutambua miali yoyote ya nuru ambayo Mungu atatuletea. Lazima tutazame miali hiyo. Tunapaswa kupata mng'alo wa kwanza wa ukweli, na kupitia kujifunza kwa maombi, nuru iliyo wazi zaidi inaweza kupatikana, ambayo inaweza kuletwa mbele ya nini? Mbele ya wengine. Ni lazima watu wa Mungu tufanye hivyo. Kwa nini? Kwa sababu wakati huu watu mpendwa wanaumia, wanahofu kwa mambo ambayo yanakwenda kupata ulimwengu. Na hivyo kama watu wa Mungu hatuelezi haya mambo, wapendwa, watu watakuwa hawajajiandaa. Kitabu cha Luka 21:25 mpaka 28. Sikiza anapozungumza, watu wakivunjika moyo, hawajui yanayokuja. Sisi Waadventista tunafahamu, lazima tufunue watu, tuambie. 25 nasema kwamba tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake. Watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Zitatikisika itatokea nini? Sikiliza mpendwa, nasema kwamba hapo ndipo atakapomuona Mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni. Changamka vipi? Tunachangamka kwa kuhubiri injili. Kingine, mkavinua vichwa vyenu juu. Kwa nini? Kwa sababu kuhani anaona kazi ya nini? Kazi ya upataji. Lazima tuvinue vichwa vyetu juu kwa sababu kazi ya kuhani inaendelea. Kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia.
Ndivyo wito wa Mungu ya kwamba lazima tupinue vichwa vyetu juu. Fahamu ya kwamba kazi ya ukombozi imefanyaje? Imekaribia. Lazima watu wa Mungu tuwe tayari kuambia wengine kuhusu habari ya tumaini tulilo nalo. Wengine wakivunjika moyo, sisi lazima tuachie moyo hawa watu. Kwa nini? Kwa sababu sheria ya Jumapili iko mbele yetu na movement tunaona separation kati ya church and state sasa inaondolewa. Wanataka warudishe tena muunganiko kati ya dini na serikali. Na kwa mara ya kwanza mwaka wa 321 Konstantini alianzisha tena sheria ya Jumapili, alianzisha sheria ya Jumapili, na Trump kama Konstantini wa leo mpendwa ndicho anachokitafuta. Anahitaji tena alejeshe karibu dini na serikali, ili kusudi wale ambao watashindwa mpendwa kuendana na kasi hiyo, bila shaka kama ilivyokuwa zama za giza, wataingia kwenye changamoto ya vizazi vyote. Na wakati mpendwa, Kristo ataingilia kati. Japo taabu itakuwa kubwa, bado Mungu asimama na watu wake. Kwa nini? Kwa sababu Protestanti wapendwa unapambana. Unajua Trump ni Protestant. Na kuna muunganiko sasa wa Protestant na nini? Na Ukatoliki. Paula White ni evangelical, evangelist ama kanisa ama kanisa ya kiroho. Na pia movement yake ni hiyo. Volume 5, Shuhuda kwa Kanisa, ukurasa wa 451, Biblia inasema kwamba Uprotestanti utakaponyosha mkono wake ng'ambo ya guba kushika mkono wa mamlaka ya Roma, utakapounyosha juu ya shimo kubwa lenye kilindi kirefu kushikana mkono na imani ya mizimu. Nafahamu ya kwamba kwenye imani ya mizimu yako mataifa mengi nayo yaamini. Sio kuna China, kuna India. Hao wote mpendo ukiwaambia kwamba muabudu tunachokitaka, lakini tunataka Jumapili iweze kutunzwa kama ya mazingira na pia kama sehemu ya kuleta amani, au kama sehemu pia ya kuondoa mmomonyoko wa maadili, wapendwa, kipi kinachofuata? Hawa watu watakubali. Nasema kwamba hapo ndipo yani baada ya movement yote hiyo, nasema hapo ndipo nchi yetu Marekani chini ya uongozi wa muungano huo wa utatu, maana yake umizimu, sawa, mnyama pamoja na joka, nasema kwamba itakapokuwa imeikataa kila kanuni ya katiba yake. Nazungumza kuhusu habari ni God we trust, sawa, inao separate kati ya dini na nini na serikali, ambao ni amendment number 1. Kama dini ya Kiprotestant na ya jamhuri, sawa, ambapo tunasema kwamba zile pembe kuu mbili ni Protestant na nini na jamhuri, kwamba kuna separation kati ya church na nini, church na state. Itakapokataa mpendo, zitaungana. Marekani atanena kama nini? Atanena kama joka na kuiweka sheria inayotangaza uongo na madanganyo ya upapa. Ndipo sisi tutakapoweza kujua ya kwamba wakati umewadia wa utendaji wa muujiza wa ajabu wa shetani, na ya kwamba mwisho ukaribu. Je, mwisho umekaribia au hujakaribia? Tunaona kinachotendeka kwamba kuna movement ya kurejesha tena muunganiko kati ya nini, dini na serikali. That is movement. We are here. Hapa ndipo tulipo. Sheria ya Jumapili iko hapa wapendwa, imefika. Na nini Mungu anahitaji kwa watu wake? Mungu anachokitaji kwa watu wake ni nini wapendwa? Hapa ndipo kwenye subira watakatifu wapendwa. Hao wazishikao amri za nini za Mungu hao. Na kuna imani ya nani? Imani ya Yesu. Hapa ndipo. Nachotaka kusubiriwa wapendwa ni watu washikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Wapendwa, taji kuamka, kwa mwisho umefika. Mungu atubariki sana. Na tujiandae kwa ajili ya wakati huo. Atusaidie. Tusifunikwe macho na kina Ben Kaso, hatuwajui. Sio kila anaitwa jina la Mwadventista ni Mwadventista wa kiroho. Hatujui. Tusilale kwamba sasa tumeshapata mtetezi. Tusilale. Mungu wa mbinguni atubariki sana. Na huo ndio mwisho wa somo hili. Tutaonana wapendwa, lakini tumeanza kwa maombi, tuweze kuhitimisha kwa maombi. Karibu sana. Asante Kristo kwa upendo wako. Ni wewe tu uliyetupatia nguvu ya kuzungumza haya. Mapenzi yako yatimizwe sasa hata milele kwa Kristo Yesu. Amen.
Asante sana watu wa Mungu. Mungu awabariki sana. Tutaonana panapo majaliwa, tuendelee kuombeana, lakini pia tuweze kujiandaa. Sawa? Unatumia akili nyingi, pia nasi tumie hekima nyingi. Asante. Mungu atubariki sana. Kumbuka mapambano bado yanaendelea. Maranatha. Kristo ndiye alishinda.